Chukua neno la Bwana na tuweze kulisoma katika jioni hii. Na nataka tuweze kuwa kwenye neno la Mungu. Ni mahali tulipokuwa hiyo Jumapili iliyopita katika kitabu kile cha Torati, kumbukumbu la Torati, mlango wa 2 mstari wa 1. Tulijifunza mengi, lakini leo nataka niweze kuongea juu ya ulimwengu wa vibambazi au viambaza. Sema viambaza. Sema viambaza. Usiku tulipokuwa hapa tuliangalia jinsi ya kumwangusha Sisera, na ilikuwa baraka kubwa kwa wale waliokuwa kwenye mkesha wa leo. Lakini nataka tujifunze kidogo, kwa maana tulianza somo hili katika hiyo siku ya mardi au siku ya pili iliyopita, ulimwengu wa viambaza. Viambaza watu wanapokutana navyo vinataka viwazuie wasiingie kule walikotaka kuingia. Ndio inaitwa kiambaza. Kiambaza inaweza kuwa ukuta, au inaweza kuwa mlima, au inaweza kuwa habari, au inaweza kuwa chombo chochote ambacho kinaweza kuzuia usifike mapema. Kwa mfano, ukiahidiwa kwamba njoo kesho, halafu unaona njoo kesho saa 5. Inapokuwa saa 5 kosa robo, mvua zinanyesha, hiyo iliyonyesha imekuwa kiambaza kwako, kwa maana imekutenga na ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Nifuate vizuri. Nifuate vizuri. Yaani unakuta kwamba mvua imegeuka kuwa kiambaza, usifikie ile ahadi ambayo uliahidiwa, na unakuwa una mahali ambapo ni pikipiki ndio zinaweza kukuchukua, na mvua zinanyesha sana kiasi kwamba huwezi kutembea kwenye pikipiki kwa sababu utaloa. Kwa hiyo unajikuta kwamba imepiga masaa 2. Kwa hiyo unaona kwamba umepata kiambaza ama kizuizi kwa ile ahadi uliopewa. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi ndivyo huwa vinawazuia watu. Watu wanajiuliza, tumeokoka, tunampenda Yesu, tunaishi katika ulimwengu wa viambaza, tunaishi katika ulimwengu wa vibambazi, tunaishi katika ulimwengu ambao shetani anatembea ndani yake. Kwa hiyo usishangae una maono, usishangae una mipango, lakini inashindwa kutimia. Hata Mungu anaweza akakupa, anakuambia nitakubariki au nitakusaidia, lakini unashangaa alichokisema Mungu kinashindwa kutimia, maana kitatimia katika ulimwengu wa viambazi. Katika ulimwengu wa viambazi. Angalia katika Torati mlango wa 2 mstari wa 1, nasema ndipo tulipogeuka tukashika njia na safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama ilivyokuwa alivyotuambia Bwana. Tukawa tukizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Bwana akamwambia Musa, akanena na Musa akamwambia, mlivyozunguka milima hii au mlima huu vyatosha, geukeni upande wa kaskazini. Angalia, hawa Mungu amewaahidi kwamba mnaenda Kanaani, lakini milima ya Seiri ikawa mbele yao, wakaizunguka miaka 40. Haleluya. Kitu ambacho, angalia sasa, ili uelewe kwamba ulimwengu wa viambaza unavyofanya kazi. Mahali Musa alimaliza miaka 40, na mwisho hakufikisha watu katika ahadi na yeye mwenyewe. Ili Yoshua aliwaingiza kwa siku 3. Mahali ambapo walishinda miaka 40, Yoshua alipokamata eneo au alipokamata uongozi,
katika lile kusudi, katika ile nchi, akawaingiza muda wa siku 3. Muda wa siku 3. Ili uelewe ulimwengu wa viambaza. Hawa watu walipotoka Misri, ilibidi baada ya siku kama 4 au siku 5 au siku 6 au zaidi, wakienda polepole, wakiwa na watoto, wakiwa na ngamia, wakiwa na vitu, ilitakiwa haingekuwa hata mwezi moja, lakini ikachukua miaka 40, na mwisho hawakufika. Watoto waliozaliwa katika hiyo safari ndio waliongozwa na Yoshua na wakaingia baada ya siku 3. Ukisoma katika Yoshua mlango wa 3 mstari wa 1 na kushuka, Yoshua akawaingiza, wakajiandaa siku 3. Baada ya kujiandaa siku 3, wakaingia katika nchi Mungu aliyowaambia. Wakaiona asali, wakaiona maziwa, wakaona kila Mungu alichoahidi, wakakiona baada ya siku 3, ambako baba zao wamechelewa, wamezunguka, wamechoka miaka 40. Wao wakajiandaa, baada ya siku 3 wakakula maziwa, wakafika kwenye asali, wakafika kwenye nchi ya ahadi yao, wakafika kwenye nchi ya ahadi yao. Hasa Mungu anamwambia Musa, mlivyozunguka milima ya Seiri imetosha, manake jinsi mlivyochelewa imetosha. Naambia mtu mmoja hapa, kuna jambo uliliota kwenye maisha yako kwamba nataka, unaweza ukachelewa. Kwa mfano, wewe ni mwanafunzi, kwa hiyo unashindwa mara 3 kwenye darasa moja. Wewe umechelewa kabisa. Wewe umepata kiambaza. Usijisifu kwamba nitapata. Umechelewa, kwa sababu hiyo miaka 3 utayajua kwenye maisha yako, utayalipa. Utaona kwamba utapata hasara. Umepata hasara ya miaka 3, kwa maana wengine mliosoma nao wamefuka, wamekuacha, na wengine wakakukuta pale wakakuacha, na wengine wakakukuta pale wakakuacha. Wewe umefeli miaka 3. Ulikutana na kiambaza. Sema amen. Hiyo haitakuwa fungu lako katika jina la Yesu. Haitakuwa fungu lako katika jina la Yesu. Viambaza lazima vianguke, kwa maana hivi ndivyo vinawazuia watu wasifike, hata kama wana malengo mazuri. Una malengo mema, una mipango miema, mipango mizuri. Ukiyaeleza wazazi wanajua huyu ndio Daudi wetu, wanajua huyu ndio mkombozi wetu, lakini unashangaa umechelewa katika kile ulichokipanga. Kwa maana maono yoyote yanatimia duniani, na duniani kuna viambaza. Maisha yoyote, iwe maono ya ndoa, iwe maono ya kwenda mbinguni, iwe maono ya kufanya kazi, iwe maono ya kuwa mbunge, iwe maono ya kuwa daktari, iwe maono ya kuwa waziri, iwe maono yoyote, yote inatimia duniani. Kwa maana mbinguni huwezi kuwa waziri, duniani huwezi kuoa wala kuolewa. Huku hakuna ndoa. Tikiza jirani yako, mwambie kule hakuna ndoa, kule kuna uzima wa milele. Kama ni ndoa ni hapa, kama ni kazi ni hapa, kama ni nyumba ni hapa, kama ni watoto ni hapa, kama ni chochote ni hapa, chochote ni hapa. Kule uzima wa milele. Kama ni diploma hapa, kama ni masters hapa, kama ni kuimba hapa, kule unaweza ukaendelesha, kwa sababu mbinguni tutaimba, tutajiunga na malaika, tunaweza tukaimba. Kwa hiyo kipawa cha kuimba kitakuwa na kazi, kitakuwa na kazi. Ila sijui kama kutakuweko na zawadi, sijui za kukupa ukiimba, sijui kama malaika wanapewa, lakini nafikiri zawadi, hata kama ni kipawa cha kuimba, lazima upate zawadi yake hapa katika jina la Yesu. Haleluya. Wakikuambia utalipiwa mbinguni, wamekudanganya. Wamekudanganya kaka. Lazima mnapoona waimbaji wanaimba hapa, watieni moyo, wanunue ndimo, na ikiwezekana wanunue maziwa na wanywe, waendelee kumtumikia Mungu. Shangilia Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Usinyamaze, kipawa
kinapofanya kazi unakuwa moja ya viambaza. Unakuwa moja ya viambaza. Mtu anaimba, unatikisa kichwa, unasema huyu malaika. Tafuta kitu. Tafuta kitu ya kutia ndani ya kinywa, ili ajue kwamba Mungu akanipa, nitakapowafundisha jinsi kazi ya Mungu, faida za kumtumikia Mungu, faida ya kumtumia Mungu. Watu ukisoma katika maandiko, watu walikutana na Daudi ambao ni watu wenye madeni, watu wenye shida, watu wenye mihali, watu wasiofaa. Walikutana Daudi, walikuwa watu 400 waliokutana na Daudi. Lakini wote ukisoma Samueli wa kwanza, nafikiri kama ni Samueli wa kwanza 21 na kwenda, walikuwa ni watu ambao wana madeni, wana shida, wana mihali, wana maproblem. Lakini walipokuwa wanamtumikia Mungu mbele ya Daudi, ukisoma Samueli wa pili kama ni 23, inasema mashujaa. Hawa ndio mashujaa waliomsaidia Daudi. Kwa hiyo kazi walioifanya, kazi ya Mungu ikawafanya mashujaa. Katika Samueli wa kwanza wakaongea madeni yao, wakaongea shida zao, lakini walipomtumikia Mungu chini ya Daudi, wakatika Samueli wa pili wanaitwa mashujaa wa Daudi. Kwa hiyo katika kumtumikia Mungu akawafanya mashujaa. Hakuna mtu anaweza kumtumikia Mungu alafu akabaki ombaomba, alafu akabaki wa kuhaha. Hapana, huyu siye Mungu. Kumtumikia Mungu kuna faida. Lakini acha tuende kwenye ulimwengu wa viambazi. Ulimwengu wa viambazi, ulimwengu wa vibambazi. Wakazunguka miaka 40. Walikutana nini? Kulikuwa kiambaza cha mashaka ambacho kilikuwa mbele yao. Kulikuwa kiambaza cha pili, manunguniko, ambayo yalikuwa kiambaza kwao. Kulikuwa kiambaza kingine, walikuwa na woga. Kulikuwa kiambaza kingine cha tatu, walikuwa mara wakipata shida wanakumbuka Misri. Hivi vitu adui alivitumia kuzuia safari yao. Hivi vitu 4 na zaidi, viko vingi, lakini hivi vichache adui alivitumia kwa nguvu kubwa ili wasifike kwenye ahadi. Walishindwa kuona ahadi, kuiendea ahadi yao, kwa maana adui aliweka viambaza. Kiambaza cha mashaka, walishakia Musa na mtume na Mungu, na hii wakanungunika. Walipomaliza kunungunika, wakaambiana turudi Misri, na mara wanatengeneza ndama. Wakachanganyikiwa katika kuendea ahadi yao. Kwa hiyo ilikuwa ni target, ilikuwa ni mtego wa Ibilisi aliyoutega. Akasema hata kama mmetoka Misri, angalia, nitawaletea mashaka, nitawaletea manunguniko, nitawaletea moyo wa kurudi Misri, na hiki kitasababisha msiweze kufika. Kwa hiyo wakawa hawakumlingana Mungu, au hawakumtumikia Mungu kiamilifu, wakawa hawakuingia. Sasa angalia mahali walimali. Sasa Mungu wakaanza kusunguka milima ya Seiri. Seiri niliwaambia ni Esau. Esau ndiye anaitwa Seiri, milima ya Seiri. Na Esau ni mtu ambaye hakupata baraka, ambaye alinyang'anywa hata kilicho chake. Ndio milima ya Esau. Wakaizunguka ile milima, ikawa viambaza kwao, kwa ahadi yao. Mungu akawaambia, geukeni mkaenda upande wa kaskazini ili mkaishike nchi. Geuka mlivyozunguka hapa, yatosha. Umezunguka mahala pamoja, umezunguka katika eneo moja tu, unazunguka. Unafeli kwenye masomo, kwenye biashara unazunguka, yaani dola 100, unamaliza mwaka tu huko kwenye capital ya dola 100. Yaani umezunguka, unateseka. Hapa umekutana na ulimwengu wa viambazi. Ulimwengu wa viambazi. Sasa tuende mbele kidogo katika neno la Mungu. Ulimwengu ambao tunakaa ndani una watu wanaitwa wanadamu. Wanadamu ni mimi na wewe, tunaitwa wanadamu. Na
Ulimwengu pia unakuwa na udongo ambao ni udongo tunatembea juu yake, tunalima mashamba juu yake. Kama wewe ni mkulima, tunafuga katika ulimwengu, tunatakiwa tulime mashamba, na kama tunaweza kutakiwa tulime au tufanye biashara. Unaweza kuwa profesa, unaweza kuwa daktari, unaweza kuwa mwanasiasa, unaweza kuwa whatever unaweza kuwa. Hii ndio zinaitwa ndoto za watu za maisha. Unaweza kukutana viambaza kwenye ulimwengu. Kama wewe ni mkulima, utakutana viambaza vinavyozuia wakulima. Au kama wewe ni profesa, maono yako yoyote unapokuwa umeyaongea au unapokuwa umeyaweka, umeyaandika kwamba hiki ndicho nataka niwe kesho, nataka niwe mwimbaji mkubwa wa kimataifa kesho, ujue ya kwamba adui anaona, shetani anaona, na watu wanaona na wanasikia. Na unajua ili shetani akuzuie hataweza bila kutumia watu. Kwa hiyo watu wanaweza kuwa viambaza, maana shetani akitaka kuingiza mtu kwenye uovu, anatumia mtu mwingine anayeuzoea ndiye anakuingiza katika uovu. Sema amina kama unanielewa. Shetani akitaka uchawike, atakuunganisha na msichana au mvulana anayejua eneo linalopatikana wachawi. Ni yeye atakuongoza ufikie yule mchawi. Shetani akitaka kukuingiza kwenye kazi zake, atatumia mwanadamu aliye na hisia kama wewe, au rafiki yako, au jirani, au mtu yeyote, au wazazi kama wamjui Mungu, au babu, au shangazi, au mjomba, au kaka wasiomjua Mungu. Shetani akitaka kukuingiza kwenye kazi zake, anatumia watu. Na Mungu naye akitaka kukuingiza katika ufalme wake, anatumia watu wanaitwa watumishi wake. Watumishi wa Mungu watakupa injili, watakuhubiria neno, watakuongoza katika maisha ya wokovu, jinsi unaweza ukajiunga na kazi ya wokovu, na jinsi unaweza ukaokoka na ukatumika kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Mungu pia anatumia watu kufika mbinguni. Kufika mbinguni, Mungu atatumia watu watakao kuhimiza, hapa pita hapa hivi. Unasema mbona nimepata jaribu hapa? Anasema jibu hivi, fanya hivi, unalivuka. Kwa hiyo mbinguni tutafika kwa msaada ambao Mungu alitutumia, lakini ni msaada ya watu. Ndio wanaitwa watumishi wake. Wanaweza kuwa wanaume au wanawake. Hawa wote wanachangia kutuhimiza jinsi ya kumpenda Mungu katika hali zote au katika hatua zote za maisha. Ndio wanaitwa watu baraka. Ndio wanaitwa watu baraka. Mungu akitaka kukupeleka Dubai, atakuunga na mtu ambaye atakufikisha Dubai. Shetani akitaka kukuzuia kwa safari za biashara za kwenda Dubai, atakuunga na wafuga kuku ambao wanafuga tu kuku za kukula. Kwa hiyo unajikuta kwamba maono ya kwenda Dubai haiko, maana shetani amekuunganisha na wafuga kuku badala ya kukuunganisha na wafanya biashara. Wewe unajua kama unataka kuwa profesa mkubwa, unatakiwa tu mazungumzo yako, WhatsApp yako, ujifunze, ufungue tu shena ya maprofesa. Kama unataka kuwa daktari, inabidi wewe ukiangalia kitu kwenye mtandao, uangalie tu madaktari wanapasuaje watu kwenye mitandao, wanafanyaje. Hiyo ndio inakuwa ndio kitu chako. Ukitafakari tofauti na ndoto yako, umeondolewa kwenye ramani. Nani anaelewa ramani? Umeondolewa kwenye hatima, umeondolewa kwenye barabara ya maisha yako. Ukiona unatafakari makahaba na wewe sio kahaba, kwenye shene yako ya YouTube, unapofungua simu yako, wewe kazi yako ni kuona watu waliouchi, ijapokuwa wewe sio kahaba. Kwa hiyo kahaba hiyo ni shene ya makahaba ambao ndio kazi yao. Kwa hiyo wewe unapoyasoma, umetolewa kwenye ramani yako.
na hiki kinaitwa kiambaza. Umepata kiambaza kwa maana unatafakari tofauti na ndoto yako ya maisha. Kama wewe unataka kuwa mwanasiasa, fuatilia wanasiasa, fuatilia kinachopita Marekani, fuatilia vinavyopita kwenye bunge, fuatilia ujue jinsi wanavyosema, jinsi wanavyovaa, jinsi wanavyopiga meza, jinsi unataka uwe spika wa bunge. Anza kuangalia walio katika ndoto zako. Kama unaangalia wacheza mpira na wewe ni muimbaji, wewe umepotea. Hiyo inaitwa kiambaza, kwa maana utaanza kuota ukipiga mpira na inaswata, kwa sababu ndoto zako sio kupiga mpira. Sijui kama kuna watu wananielewa. Kama wananielewa, shangilia Bwana kwa makofi na vigeregee, ili nisifundishe watu mbumbumbu ambao wajui tunakwenda. Viambaza nikiongea utafikiri viambaza tu ni ibilisi, ni ibilisi tu, shetani. Ujue shetani anavyotumika. Unaporafikiana na watu hawaendi unakoenda, umepata kiambaza. Watu wote tunatakiwa tuwapende, watu wote tunatakiwa tuwasalimu, tuwapende katika upendo wa Kristo. Lakini rafiki, lazima uwe na rafiki ambaye anaenda unakokwenda. Hata ukienda Bunia, huwezi kupanda gari la kwenda Goma, utapotea. Umepata kikwazo, kwa maana huwezi kufika Goma, huwezi kufika Bunia, kwa maana umepanda gari. Edha ukifika Lubero, uliza hiyo ni gari ya kwenda Bunia, wanakuambia umepotea, rudi Butembo. Angalia utakavyopoteza hasara. Unalipa kutoka tena. Huyo anakuambia ulipe ile nauli ya kutoka Butembo hadi Lubero, uilipe. Na yule wa Lubero anasema kama ni kurudisha Butembo ili uende upate gari la kwenda Bunia, unilipe kutoka Lubero mpaka ufike Butembo. Kwa hiyo unaona kwamba umelipa kwa sababu ulichanganyikiwa ukaenda jikuta Lubero wakati wewe unaenda Bunia. Utalipa iliyo kutoa hapa, kwa sababu hilo gari linatumia mafuta na yale mafuta lazima uyalipe. Utayalipa kwa sababu utakuwa umepata kuchelewa, kwa maana umefika Lubero umetumia karibu saa moja, tena kutoka utatumia ingine saa moja. Kwa hiyo maisha yako yamepitia nini? Yamepitia roho ya kuchelewa. Hujanielewa? Ngoja nirudie. Ukipanda gari la maisha au gari la marafiki wasioenda unakoenda, gari la marafiki, manake marafiki ambao wao sio waimbaji, kazi yao watakuwa hawana, yani utakuta unafirisika, kwa maana umepanda gari ambalo ni gari labda ni la wakulima au labda ni la wafugaji, na wewe sio muimbaji kabisa, wewe sio mfugaji, wewe ni profesa. Umepanda gari la wakulima. Sasa wanakuambia tunalima mungamba, na maprofesa wanatengenezwa kwenye university pale kule Horizo, kule wapi. Hasa wewe unasema mimi lakini niko mungamba, niko profesa. Umepotea. Ile gharama uliolipa kwenda mungamba umeilipa kabisa, lakini imekuwa hasara, kwa sababu ile safari haina baraka juu ya huduma au juu ya maisha yako. Sasa utakaposema sasa munirudishe Butembo ili nikamate gari la maprofesa wanaokwenda kule Horizo, utalipa pesa nyingine ya kukufikisha Butembo. Kwa hiyo umepoteza nauli mara mbili, ya kwenda na ya kurudi. Na masaa zimepotea kwenye kalenda ya maisha yako. Wangapi wananielewa? Pale umeshapoteza muda, ndio inaitwa kizuizi. Ndio walikuwa wanazunguka kwenye milima ya Seiri ya Esau,
wanapanda hivi tena wanarudi hivi tena wanajikuta kule walikoanzia tena wamejikuta pale tena wanajikuta tena. Ndio Mungu akatoa sauti akawaambia, mlivyozunguka vyatosha, geuka mkashike njia muende kaskazini. Mungu akawapa mwelekeo. Lazima Mungu akupe mwelekeo katika jina la Yesu. Kwenye maisha yako Mungu akupe njia. Uzuri ni kwamba Yesu anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Njia ya maisha yako ni Yesu Kristo. Njia ya maisha yako, njia ya maono yako ni Yesu Kristo. Ndiye anaweza kukusaidia ufikie kutimiza ile ndoto ya maisha ulio nayo. Vinginevyo makaburi imejaa watu waliokuwa na ndoto, walikutana viambaza, walikutana watu wasiojua wanachokibeba, wakakichelewesha na wakafikia mauti. Haujatimiza kile ambacho Mungu alisema wakitimize duniani. Mungu akusaidia ili utimize kile Mungu alichokubebesha. Kwa maana kama wewe ni profesa, ni kazi ya Mungu, na hiyo ni kazi ya Mungu. Kama wewe ni daktari, ni kazi ya Mungu. Kama wewe chochote ambacho ni kazi, kama wewe ni mwalimu, kama wewe ni mkulima, kazi ya Mungu. Kwa maana wewe utalisha watu. Watu wote hawawezi kuwa wafanyabiashara, lazima kuwa wakulima ili tupate chakula. Lazima kuwe wakulima tupate chakula, kuwe wafugaji tupate nyama, kuwe wakulima wa maono ya lengalenga tupate lengalenga. Yani inategemea, kwa sababu mwili inahitaji lengalenga, mwili inahitaji ugali. Lazima kuwa watu wanaolima mihogo, inahitaji mpunga, kuwa watu wanaolima mipunga ili tupate mchele, tule mchele. Lazima kupatikane watu wanaofuga sungura, tupate kula nyama ya sungura. Tupate watu wanaofuga nguruwe, tupate kitimoto. Tupate watu wanaofuga mbuzi, tupate nyama ya mbuzi. Lazima maono ni tofauti. Uliza jirani yako, na maono gani? Au wewe ni mbumbubu tu, unakaa huna mwelekeo, huna ndoto za maisha? Katika miaka yako ile unaweza kusema nataka, hata kama niko kwenye, hata kama niko chini, hata kama nasoma tu masomo ya chini, sijafika sekondari, lakini unaweza kuwa na ndoto kwamba kusoma yangu inatakiwa nifike fasi fulani. Ndio ndoto. Huwezi kusoma bila lengo. Hawa ndio watu wanafeli, kwa maana anasoma hajui anataka kuwe nani. Mungu akuepushe hiyo. Yaani unamuuliza, unataka usome, unataka uwe nani? Anasema tutajua mbele. Yaani umeshindwa kabisa. Hakuna mtu ambaye, hakuna kitu ndani ya moyo wako ambacho unakakamia. Sasa nirudie kwenye ulimwengu wa viambazi. Angalia Mwanzo, kitabu cha Mwanzo. Tusome kitabu cha Mwanzo mlango wake ule wa soma Mwanzo mlango wake 27 37 37 18 20 twende. Mwanzo kabisa mlango wake wa twende. Wakamuona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana ndoto anakuja, haya na tuende tukamuue na tukamtupe katika shimo moja ya mashimo zilizoko katika eneo hili. Tutatengeneza maneno ya uongo kwamba mnyama mkali alikutana na simba ama dubu amemuua. Twende, kisha tutaona zitatimiaje ndoto alizonazo. Sema viambazi. Wanadamu wakiona ndoto yako
ni ndoto ya ukubwa, ni ndoto ya kutawala, ni ndoto ya baraka. Ndoto sio zile mnaota mkikimbizana usiku. Ni mipango ya maisha, ndio inaitwa ndoto za maisha. Kwa sababu mtu anaweza, mimi sijawahi kuota, wala mimi naota tu umbwa zikinikimbiza, wala naota. Ninachoongea hapa ni ndoto za maisha, mipango ya maisha. Mume na mke mnapokuwa kwenye ndoa, mnaweza kuwa na mipango. Mnasema mwaka huu tunaweza tukajenga, mwaka huu tunaweza tukafanya hili, mwaka huu tutapeleka watoto kwenye hii masomo hii ili waweze kupata hii. Mnaweka hiyo mpango, ndio zinaitwa ndoto za maisha. Hasa alikuwa mtu anaitwa Yusufu, alipata ndoto kutoka kwa Mungu kwamba wewe hata kama umezaliwa katikati ya wana 12, lakini wewe utakuwa mkubwa, utakuwa waziri wa ndugu zako, watakuinamia, watakupa saluti. Yaani ndoto zako wanadamu watakupa saluti. Utafanyika baraka sio tu kwa familia, lakini kwa mataifa mengi kupitia wewe. Hiyo ndio ndoto aliyokuwa naibeba. Utasaidia watu wengi. Sasa ndugu zake wakaitambua hiyo ndoto, akaeleza wazazi wake, akaeleza. Kwanza, kitu cha kwanza, baba yake alimkemea, kamwambia, we unachosema sio. Akawaambia, na mimi nimeota tu. Baba kamkemea kwa sababu unaweza kuwa na ndoto inakuwa kubwa kuliko ndoto ya baba yako na mama yako. Sasa hawa unapoyaeleza, unaweza ukapata vita. Unaweza ukapata vita kwa maana una ndoto tofauti na ya baba, tofauti na ya mama. Hasa ndugu zake wakaona ile ndoto, wakamuona anawaendea. Alikuwa amepewa mikate, amepewa chakula ili awapelekee ndugu zake. Baba kawaambia, ndugu zako wapelekee chakula, wapelekee hii mikate, baadaye uniletee habari wanachungaje kondoo na maisha naendeleaje kule wanakolinda wanyama na kulinda mifugo. Na alipokuwa yuko mbali, wakamwangalia, yeye hajajua chochote, yeye anakuja tu. Wakamwambia, tazama, bwana wa ndoto anakuja, na sasa tunamuua, tutamtupa kwenye shimo, tutaambia baba yetu kwamba mnyama mkali amemula, na tutajua sasa ndoto yake itatimiaje. Kuna waua ndoto, Mungu akuepushe nao. Unajua, unawaza ndoto yako kwa sababu mtu akikuambia, anaona, hata mtumishi akiona anasema, dada yangu utakuwa mtu mkubwa, nimekuona ukiimba mbele ya rais, na rais akakutolea gari na akakupa nyumba. Ujue ya kwamba kuanzia siku hiyo kuzimu inaanza kupambana. Kitu cha kwanza, itakuletea watu ambao kazi yao ni kukuvunja moyo kwa kile unachokibeba, na lengo lao ni kwamba uchelewe. Jambo la pili, watakuletea watu wa kukuzungusha kichwa ili uanze kuhusika nao, unashindwa kuhusika na ndoto. Kitu cha pili, watakuletea moyo mdogo ambao ni moyo unaokufa, yaani unakata tamaa ili uchelewe. Unajikuta kwamba sasa miaka yako nenda rudi, hakuna kitu. Hawa ndio wanaitwa waua ndoto au waua maono au wanaoua ndoto za maisha. Atakuletea sasa marafiki wafuga sungura, wakati wewe ni mprofesa. Anakuletea wafuga sungura na wakulima walengalenga. Umepotea kabisa kwenye ramani. Amen. Wakasema, tazama bwana wa ndoto, tazama yule binti aliye na ndoto za kuwa malkia, aliye na ndoto za kuwa mwanasheria, aliye na ndoto za kuwa mwanabunge, anakuja. Wanakupangia wewe na haujui. Wanasema tumuamrie, tumudistre, tumuzubaishe asifikie utimilifu wa ndoto zake.
tumcheleweshe, tumuletee dhambi, tumuletee uovu, maana uovu utamchukulia muda na atashindwa kukeshea maono yake. Ndio wakasema tumuue. Kuna mashimo ambayo yalikuwa katika lile eneo, wanataka wamtupe katika yale mashimo na kisha waweze kupoteza maisha yake. Lakini alipofika sasa katikati yao, akatokea mwingine akasema, kwa nini tumunyonge? Basi akasema kwanza tumutie kwanza kwenye shimo, tutamnyonga baadaye. Mwingine naye akasema hapana, tusimwange damu, lazima tuweze kumuuzisha, tumuuzishe kwa Waismaili ili hawa watu watupe pesa. Zile fedha afadhali tutazikula na yeye aende, kwa maana kule ambako ananunuliwa kule ni kule atafia kule, hatawahi kutokea, na ndoto yake itakuwa imeisha na itakuwa imeisha. Hiyo ndio wakapanga mpango wa kumuua. Lakini kumbe Mungu akaingilia kati. Haleluya! Mungu aingilie kati kwenye ndoto yako. Wanapopanga kukuua, Bwana wachanganyishe. Kama ni watu watatu, katikati yao atokee wa kusema ngoja kwanza, na anaposema ngoja kwanza, mbingu itatokea katika jina la Yesu. Nani ananielewa hapa? Ndoto yako haitakufa, miradi yako haitakufa, unachokibeba, kipawa chako, huduma yako haitakufa. Nimekuja leo, kila mlima ulioshimama, mlima wa Seiri mbele yako utasambaratika katika jina la Yesu. Milima ya Seiri iliyokuzuia, miaka iliyokuzuia, milima iliyokuzuia, minyororo iliyokuzuia, lazima ianguke leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Dada yangu, ninavyokuona una ndoto, unajiamini, lakini adui anataka kuletewa uwa ndoto. Kazi yao watakuwa pembeni yako, kazi yao ni kuua. Ndio wanaitwa viambaza au vibambazi. Sasa Mungu akaokoa huyu ndugu na maono aliyoibeba, akajikuta amefika kwa mikono ya Waismaili. Walikuwa wamemwekea kiambaza cha mauti, kwa sababu unapokufa manake kile unachobeba pia kimekufa. Angalia katika Mathayo mlango wake ule wa 4 mstari wa 15. Ukiangalia katika pia Yohana mlango wake wa kwanza mstari wake wa 46. Katika Yohana mlango wake ule wa kwanza mstari wa 46 nasema, lawezaje neno njema kutoka Nazareti? Kwa maana walikuwa na kiambaza. Viambaza vilikuwa viwili, kulikuwa kiambaza cha mauti, kulikuwa pia kiambaza cha giza. Manake mauti yaliua kila wanachoota ambacho kingewainua wajulikane, kiliuawa na mauti, na kile ambacho kingekuwa nuru kionekane, giza ikakifunika. Kwa hiyo katika Yohana mlango wa kwanza mstari wa 46 wakasema hakuna kitu kinaweza kutokea Nazareti, maana ni mahali pa watu walioshindwa, ni mahali pa watu hawana kitu wanaweza wakaonyesha, kwa maana vitu vyao vinatawaliwa na giza na vingine vyao vizuri vinauawa. Kisha kwenye Mathayo mlango wa 4 mstari wa 15 anasema Yesu akajielekeza pande za Galilaya katika mji wa Nazareti, ili litimie neno la Isaya aliyosema, watu waliokaa kwenye uvuli wa giza nuru imefika, pia waliokaa kwenye chini ya kivuli cha mauti mwanga umewasukia. Utakubaliana nami, Mungu alipokutana na hawa ndugu, alikutana hata samaki. Bahari iliyo mbele yao haina cha kuwapa, kwa maana walipotupa nyavu zao zilienda na giza, na ile giza ikazuia samaki wasione butimba yao. Ile giza
ikazuia na mauti. Walipopanga mawazo mema yakauawa na mauti. Leo hii maono yako haitapata mauti katika jina la Yesu. Kila utakachokipanga kitazaliwa, kitakomaa na kitaleta matunda. Utafikia lengo katika jina la Yesu. Haijalishi Butembo miungu inaamua nini, wachao wanaamua nini, wanadamu wanaamua nini, miungu ya ukoo inaamua nini. Yesu ameamua kwa jina la Yesu. Mbingu zimeamua zikubariki, zikuinue. Hivi ndivyo vitu vya watu vinavyokufa, viambazi. Kwa hiyo watu walilaumu Nazareti. Lawezaje neno njema kutokea katika ile familia? Lawezaje neno njema kutokea yule mtu? Tunajua wazazi wake, tunajua na ndugu zake ni watu walionyesha, ni watu waliovuya, ni watu hawana nini, ni watu hawana nini. Kwa sababu kulikuweko na giza. Lakini sikia neno la Mungu. Neno la Mungu linakuja kutuinua, kutupa ujasiri zaidi ya ule wa familia, kutupa maono zaidi ya ile ya familia, ili watu wa familia. Ndio kwenye nyumba ya Yakobo amezaliwa aliye na ndoto za kifalme, wakati wengine wana ndoto za kufuga, wakati wengine wana ndoto za sungura, wakati wengine wana ndoto za kulima. Lakini akazaliwa katika hiyo familia aliye na ndoto za kutawala, aliye na ndoto za kutawala. Hiyo ndoto ulio nayo, usikate tamaa, usikatishwe tamaa. Hautatupwa katika mashimo ya kichawi, haitakuumiza. Utaivuka kwa msaada wa jina la Yesu. Tayavuka mashimo yao, tavuka ukuta zao. Neno la Mungu linasema wanaomngojea Bwana watapewa mabawa. Katika Isaya, watapewa mabawa, wataruka kama tai. Unapopewa mabawa ya kiroho, utavuka ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Utavuka ukuta ambao ungekuzuia. Utavuka ukuta. Yesu alipofika kwa Petro, akamwambia Petro, nimemaliza kuhubiria katika chombo chako, lakini ninavyoona giza hii. Sasa Yesu unajua alivyo, akamwambia, sasa ndugu, peleka chombo pale. Akamwambia, hii kazi ina vizuizi, kwa maana hata leo tumetumika kazi hii, hatuna chochote tulichotosha baharini. Hata kile cha kuweka mbele ya watoto hatuna. Mzee kabisa, mzee wa watu, ametumika kazi ya kuchoka, kwa maana kulikuwa kiambaza ambacho kilizuia mipango yake ya bahari. Lakini Yesu akamwambia, peleka. Lakini alipoona akasema, mwalimu, kwa neno lako nitaenda. Akapeleka. Alipoenda pale mchana tu, sio usiku. Yeye alifanya kazi usiku kucha, lakini mchana tu kwa dakika chache kamwambia, ingia pale. Walishindwa na wakajaza vyombo viwili, wakajaza mitumbu miwili ya samaki. Hasa uwezi kujiuliza samaki zilikuwa wapi? Kwa maana viambaza ndiyo vilizuia samaki. Na kwa sababu Yesu anavunja viambaza na ukuta, amevunja ule ukuta, na ile butimba ilienda na giza, lakini sasa ikaenda na neno la Bwana. Haleluya! Katika maisha yako lazima uende kwa neno la Bwana. Unasema, naenda kwenye mashamba kwa neno la Bwana. Najua wako wizi, najua ziko mbuzi, najua ziko ndege zinazokula mipunga, lakini naenda kulima mashamba kwa neno la Bwana, nitavuna. Najua kuna magonjwa ya kuku, lakini mimi ni mfugaji, naenda kufuga kuku kwa neno la Bwana, litalinda kuku zangu. Kama wewe ni mfuga, kama ni ng'ombe, mbuzi, unasema najua kuna magonjwa, kuna Ebola, lakini neno la Bwana lina uwezo wa kuvunja Ebola isipige maono yako.
katika jina la Yesu. Kama unanielewa sema ndio, kama unanielewa sema amina, ili Ebola iondoke katika maono yako. Ebola iliyokausha maono yako inaondoka. Ebola iliyokausha wazazi wako haitakukausha. Ebola iliyokausha miradi yako haitakauka leo. Kwa neno la Bwana utaenda. Pale ulikoshindwa ni pale pale utaweza. Pale ulikoshindwa hapo hapo utaweza. Sema hapo hapo. Sema hapo hapo. Hapo hapo nilikoshindwa nitawezeshwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hapo hapo ulikopata kushindwa ni hapo hapo utaweza. Hapo hapo ulipopata kudharauliwa ni hapo hapo utapata heshima. Angalia hapo ambako Mordekai alikuwa zamu, na yule mfalme aliyemfanya zamu ni yule yule mfalme aliyemuinua. Umenielewa? Umenielewa? Hapo hapo walioshuhudia uyatima wa Esther ni wale wale walioshuhudia ubarikia. Kwa maana uyatima sio kiambaza. Kuchimba shimo ya toilet ili upate pesa sio kiambaza. Sio kiambaza kabisa. Ni sehemu ya mapito. Ni sehemu ya nini? Ya mapito. Unajua kuna vijana hapa anasema mimi niko na diploma. Niko na diploma d'etat. Mimi niko na masters. Mimi niko na grade. Grade haifanyi kazi. Sijawahi kuona grade ya mtu mshimama kwenye duka inakaribisha watu. Sijawahi kuona grade ya mtu inafundisha wengine. Hebu grade fundishi. Ni mtu tu ndiye anafundisha watu. Taka kichwa chako kifunguki. Unaweza ukawa na kiambaza. Unasema na grade yangu hii niingie mtoilet ya mita 10 ili nichimbule nipandishe mchanga. Hapana. Na ngoja mpango wa Mungu. Unashangaa mpango wa Mungu unashindwa kutimia. Kumbe ile toilet utapata dola kama utakuwa wanasema mita ya kwanza tutakupa dola 3. Lakini zikifika mita nyingine itakuwa dola 5. Ukifikisha 15 zile kwenda chini basi utapata dola 10 kwa mita moja. Sasa unaangalia diploma yako. Unaangalia unasema hapana, diploma itanisaidia. Haiwezi kusaidia. Wewe shuka, angalia yule walioshusha kwenye shimo, Bwana akamsaidia, akamuinua kwenye shimo na akampeleka paka direct kwenye ndoto zikatimia. Amen. Unasema mimi nimepata diploma, nisukue vitu, nisafishe vyombo. Wasafishe vyombo wale ambao hawakusoma. Unashangaa kabisa. Diploma haitasafisha vyombo. Unasema hii makucha zangu zitanisaidia. Hizi kucha nimeplake. Sitaki kusafisha vitu. Unashangaa kumbe kuna mtu ambaye anataka kukuingiza katika hatima ya maisha yako, na amekupenda ulipoingilia mahali fulani. Amepajua pale na anataka aangalie kama kweli uko mchapakazi. Anakuta unachapa masahani. Anasema nimefika. Anasema nimefika. Naona anachapa kazi. Kwa hivyo anavyochapa sahani, kwa vile anavyosaidia, kwa vile anavyochapa ugali, anaposonga kabisa anachapa mpaka unakuta nao wewe ukisonga. Yani ugali inakuwa na mabule, inakuwa na mafundo. Maana unaisonga kwa hasira, unaisonga kwa uzito. Ukiangalia diploma utachelewa dada. Umeshawahi kuona? Mnasema ni songe, mtajua msiyokijua. Mmesema ni songe na mnajua nina diploma, mnajua nina masters, mnajua mimi najua Kifaransa, ndio mnaniambia diploma yangu ishie Mafiga. Nakwambia tusongee tule kabisa. Tulikuwa na kusogea na huko nasoma, tulikubeba na si tupata hata faida. Umetusogea ka ugali. Nasema mtulie basi, mtakiona. Unajua atakachofanya? Ni kama wanafunzi wasiojielewa na wasioelewa, wasio na huruma wakilima shamba yako. Shida.
Wanafunzi, tulikuwa nasema hao maprofesa wanatutesa. Tunalima, sawa. Tulime shamba, wanasema mlime. Tunaimaliza mapema, lakini kwa kweli tumelima kimakosa. Kwa sababu unakwenda kukata majani, unafunika mahali ya palimiwe. Hiyo sio shamba ya kwetu. Unakata nyingine, unafunika majani. Unakuta shamba la wanafunzi limeisha mapema, lakini lina makosa. Ndio wakatambua kwamba ukitaka ulime vizuri, usiwaite walimu wakuletea wanafunzi, maana wanafunzi watakuingiza kwenye shida. Ila litaisha mapema, lakini limelimwa kwa hali ya hasira. Hii haitakuwa fungu lako katika jina Yesu. Hautasongea. Unakuta wazazi umewasongea ugali, yaani anakata mpaka anaona kwamba ni shida. Hii ni mafundo yenye unga, yaani anakata ingine mafundo. Ni nini mwanangu? Ni nini mwanangu? Nasema simu, niliwaambia sijui, mukakazana, mukasisitiza, ndio mule hiyo. Ametulisha mafundo. Mungu akusaidia katika jina la Yesu. Ninavyokuona, nataka mimi, kilicho ndani ya moyo wangu ni kwamba wewe utimize ndoto Mungu alizoweka ndani yako. Ni kwamba ufikie, ila viambaza viko na watu ndio wanatumika kuwa viambaza kwa wengine. Na maisha yako yote usiwe na rafiki asiyeenda unakoenda. Umeshachelewa. Utazunguka milima ya Seiri, utachoka, hutafika, kwa sababu unajizungusha na watu hawaendi unakoenda. Watu wasio na lugha unayosema. Una lugha ya kikubwa, lakini umezungukwa na watu walio na lugha ya kuku. Una macho marefu, umekuwa na watu walio na macho ya kuku. Kuku ukiweka chakula kule haioni, maana ina kichwa kidogo. Kuona kilicho kule haioni, inaona kilicho hapa. Kwa hiyo unaona leo, huoni kesho. Hepuka na watu wanaoona leo, enda na watu waonao kesho. Ndugu zake wangejua huyu ndiye Mungu ametupa maono zetu za kufuga na ingine, lakini na ndoto ya kifalme imeamka kwetu. Kwa hiyo atakapoheshimika na sisi watasema ndugu zake walijikuta sasa wako chini ya maono yake. Wanajikuta tu wako chini yake, amevaa nguo za kifalme. Anasema, ninyi mnatoka wapi? Wakasema tunatoka Israeli. Akasema, sasa ninyi ni wapelelezi, mtafungwa leo. Kawaweka kwenye kasho, ingieni gerezani, kwa maana tunaangalia kesi yenu, umekuja kupeleleza nje. Alishawatambua, lakini wao hawakumtambua, kwa maana nguo za kudharauliwa zilikuwa zimeondoka. Nguo ya kudharauliwa itakuondoka dada, itakuondoka kaka. Usiharibu kesho yako kwa ajili ya simu ya mkononi. Usiharibu maono yako, ndoto yako, vision yako ambayo unayo. Utapata kila kitu. Anasema, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na maisha na ndoa na kazi na fedha zitaongezwa katika safari yenu. Shangilia Bwana kama unanielewa. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, utakusaidia kuangusha viambaza wanadamu. Kuna viambaza wachawi, kuna viambaza sasa wachawi ambao nao wanaweza wakakuona kwa uchawi wao. Wanalaani unachokifanya, wanalaani unachokibeba. Ukienda katika Hesabu mlango wake wa 23 mstari wa 6, Balaki akamwita Balaamu, njoo ulaani wale watu, wana nguvu kunishinda, wana maono kunishinda, wana uwezo kunishinda, njoo uwalaani. Ile laana nayo wakaitafuta, wakatoa ng'ombe 7, wakatoa ng'ombe 7 mara 7. Angalia, ng'ombe 7 mara 7 utahesabu ni ngapi? Kondoo 7 mara 7 mara 3, angalia zitakuwa ngapi? Hiyo yote wanatafuta laana, kwa sababu kuna mtu ana ahadi, ana baraka, ambaye ana kipawa ambacho Balaki hana. Kwa hiyo Balaki anataka Balaamu atangaze laana juu ya wana waliobarikiwa, juu ya watu wanaobeba neema ya Mungu. Anataka walaaniwe, ila hiyo laana ilikataa.
Hiyo laana ilikataa, mizimu ikakataa, kwa maana muumba wa mbingu alikuwa pamoja nao. Haleluya! Laana haitakupata unapokuwa ndani ya Yesu Kristo. Laana haitakupata. Neno la Mungu linasema alitukomboa kutoka laana ya torati, laana ya mababu ya wazazi, laana ya wachawi, laana ya wafumu. Haitakupata ukiwa ndani ya Kristo. Wewe umekuwa kiumbe kipya, wewe ni mwana wa Mungu. Hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna hirizi, hakuna laana itakayotulia juu ya maisha yako, kwa maana maisha yako yataendeshwa na neno la Mungu. Maisha yako yatabebwa na neno la Mungu. Maisha yako yatainuliwa na neno la Mungu, yataongozwa na neno la Mungu. Haitaongozwa na miemuko, haitaongozwa na misisimuko, haitaongozwa na tamaa zako. Itaongozwa na Mungu aliyekupa maono. Mtu anaweza kawa kiambaza kwenye maisha yako. Shetani anaweza kuwa kiambaza kwa maisha yako. Atatumia watu. Ndio shetani akatumia Balama, akatumia Balaki. Wale watu wawili wakatumia pesa zao, wakaleta ng'ombe, wakaleta mbuzi, ili watamke laana juu ya vipawa vya wana wa Israeli, ili wachelewe, juu wabarikiwa. Ila Mungu akageuza ile laana. Ina maana Mungu anaweza kageuza neno mbaya wanaokupangia kule kwa siri, inageuzwa, inapita mbali, kwa sababu Mungu ndiye ana uwezo wa kuzuia silaha ya adui isitulie, isipige maisha yako. Simama kwa miguu yako. Kwa hiyo najua nikiendelea hata huwezi kunielewa, lakini utanielewa leo. Na hapa kama unielewe leo, utanielewa kesho. Na hata kama utajifanya utaelewa, utanielewa tukiwa kwenye maisha kesho. Utaelewa tu. Maisha ni shujaa, maisha ni mwalimu, na muda ni mwalimu, na kesho ni mwalimu. Tulikuwa na watu mwaka 1998 kule 98 ile nona Twitch. Tulikuwa na vijana Bunia, na hawa vijana kazi yao walikuwa Bunia, kulikuwa system ambaye watu walikuwa munaenda, ikifika jioni mnafunga maduka, munaenda kwenye Bunia. Ilikuwa hajaitwa vile, ilikuwa site. Munaenda kwenye site, munaenda kula, mkishamaliza kula munarudia kwenye maduka zenu. Mnakuta wasichana walishawachunga kwenye milango, unasubiri kwenye milango. Kila mtu alikuwa anaingiza msichana kwenye ile duka, alafu usiku kucha. Kwa hiyo ndio ilikuwa tabia ya wasichana wa Bunia, kwa sababu walikuwa ni wavivu, walikuwa wajui Mungu. Hata mpaka wao unakuta mtu anasema hii ni nyumba yangu, hii ni ndoa yangu ya 7. Buni unaweza kukuta mtu anasema hii ni ndoa yangu ya 10, na nataka niingie kwa ile ya 11, na nikitoka nitaingia kwa ile ya 13, nikitoka kwa ile ya 13 nitakuwa nimeingia kwa ile ya 14, na baadaye nitazeeka na nitakufa hangu. Wao wanaona kama ni kawaida. Hasa vijana waliotoka hapa Kivu, waliotoka huku, walienda kule, ndio ilikuwa maisha yao. Lakini wengi wao kabisa ilikuwa rika zetu, yani walikuwa watu wa kizazi chetu. Wengi hawako. Lakini sisi tuliokaa upande wa Mungu, kwamba hapana, acha mimi nimwimbie Mungu, acha mimi, hata kama sauti yangu imekataa, lakini hata mimi nilikuwa naimba kabisa, na watu wanasema Yesu atukuzwe. Sasa unajua imeshaharibika. Lakini sisi tulioshimama upande wa Mungu leo tuna heri kabisa. Lakini wengine makaburi yao miti mikubwa imeota, ijapokuwa sio miaka mingi kabisa, imepita tu miaka kama 20 na kama 8 hivi, kwa sababu walikuwa na umri wa miaka 15, 16, ndio hiyo walikuwa wanafanya yale mambo, katika miaka ambayo kabisa ukitaka kumshauria anakuona kama adui. Waliona kama ni raha, mwisho wameisha.
na kile Mungu alichowapa wamezikwa nacho. Wakaenda nje ya kile wanachobeba. Mwenye mimba hawezi kula kitu chochote. Mwenye maono hawezi kula kitu chochote. Mwenye maono hawezi kurafikiana na yeyote. Mwenye mimba hawezi beba mtu yeyote mgongoni. Hawezi beba mtu mkubwa. Anaweza beba kadogo kale ambaye anataka kurudisha juu yake, lakini hawezi kubeba yule mtu wa umri mkubwa. Nani anaelewa hiyo mezali? Mtu aliye na mimba kabisa, mtu aliye na mimba. Mimba inamaanisha maono. Mimba inamaanisha ndoto za maisha, ndio mimba. Unabeba ndoto za maisha, mimba ya maisha. Unataka uwe malikia, unabeba hiyo mimba. Unataka uwe profesa, unataka uwe nani, kila unachobeba hakitakiwa ubebe mtu mzito kwenye maisha yako. Hakitakiwa kabisa. Edha ubeba katoka kidogo ambako katakuja. Angalia, huwezi kula chochote ukiwa na mimba. Uliza wanawake au uliza mama, kwa sababu ninyi hamjapata mimba. Nenda kaulize mama, ulipokuwa na mimba yangu ulitembeaje? Anakuambia nilienda polepole. Na nilienda polepole sio kwamba sitaki haraka, ni kwa sababu niliona nikikata hatua nyingi unaweza ukadondoka. Kuna wakati nilikaa kwenye kitanda, wanataka kuniamsha, wanasema acha. Yaani naamuka kama kompyuta. Kompyuta. Ndio kidogo ananyosha kwanza mguu kidogo. Ndio anaangalia kama iko hai bado. Ndio mwisho ananyanguka. Ndio mwisho anakaa kwenye kiti anasikiliza. Hata kueleza story ambayo itaacha unatosha hata $10 unamwambia mama, nenda kale uji, nenda kanunue maziwa ule. Hivyo ndivyo uliotembea na mimi kwenye tumbo. Nasema wewe, kwanza mimba yako nilikuwa naweka mguu juu. Siwezi kuitia pale, kwa sababu waganga waliniambia, madaktari waliniambia weka mguu juu ili asije akatoka. Kwa hiyo unakuta miguu iko juu. Unangoja nini pale mama? Hautaki kutembea? Nina mimba. Ndio naweka miguu juu. Ukiuliza mama ambaye anakuwa kwenye shineko, unamuuliza mama, mbona miguu iko juu na kichwa chini? Atakwambia kuna mtu ndani. Kwani utaki kutembea? Njoo tutembee. Anakuambia hapana, tatembea nikizaa. Kwani utabeba mwingine mgongo? Anasema hapana, sitabeba. Sitabeba. Unasema mbona, kwani huna miguu? Anasema nina miguu ila nabeba mimba. Kula na indisi ya kuchoma, nakwambia hapana, nitakula mabele. Sema mabele mama, kula ugali shiba. Anakuambia nitakata viwili, kwa maana nikishiba nitashinda kupumua. Unakuta kwamba mimba inampa aina fulani ya kuishi, aina fulani ya kuishi. Sio kwamba watu hawataki dhambi, lakini wanavyovibeba havitaki dhambi, havitaki dhambi kabisa. Sio kwamba hatutaki kuonyesha watu kwamba na sisi tuko, lakini tutaonyeshaje na hii mimba? Na hii mimba tutaonyeshaje? Utajitosha shujaa? Unataka na uambiwe bosi, hautaitwaje bosi na mimba hii? Ndio unakuta tumbo linavimba. Kadiri linavimba na hatua zinapunguka na mbio zinapunguka. Wewe umewahi kuona mwanamke wa mimba anasema tukimbie? Anasema tutalipiwa tukimbie. Hata kama kuna pesa anasema mlipiwe. Ninyi msiona mimba kimbia. Unataka kusema twende mbio mbio, anasema pita mbele. Pita mbele. Pita mbele. Yaani unaona kwamba mbona hutaki kufika mapema, anasema pita mbele, nitakukuta mbele. Unakuwa sawa, unakuja haraka. Hiyo unakuta kwamba kile ambacho unataka kuwa daktari kitakupa aina fulani ya maisha. Wewe maisha yako unatembea, mtu ana mimba kabisa, unakuta huyo atavorte. Kuna mbio zingine zinaleta uteshe. Ukitesha umekutana kiambaza, au utafiki ndoto yako kaka, kama unayo ikitesha, unakuwa watu wanasema una ni kichwa bunga. Kesho tutakuona kwenye milango ya watu ukiomba alimeti. Watu ni wachoyo, badala ya kukupa fedha watakupa alimeti.
Unafika kwenye duka ingine wanahesabu pesa, mupatie ile limiti yao. Unafika kwenye duka ingine wanahesabu pesa, mupatie limiti. Unakusanya moto. Unakusanya moto. Unafikiri hii moto itajenga uzee wako? Ulichelewa. Katika siku za ujana wako ulichelewa, hukusikia. Akili yako ilikuambia hawa ni marafiki zangu. Kwa taarifa yako, rafiki uliye naye hatakufuata kwenye utimilifu wa maisha. Angalia, tuliosoma nao hawako tena. Unaweza kuona mwingine ataenda Goma, mwingine Buni. Inaisha miaka 10 hamjawahi kuonana. Sasa ni yeye aliyekuchelewesha. Ndio unakuta washakulu wanazunguka kwenye mji. Nipe, saidia wakimbizi, na wengine sio wakimbizi. Anasema saidia. Unakuta mshakulu kabisa, mshakulu anakui. Alimeti. Wanagawanya watatu kisi walivyoshindwa. Wanagawanyana kabisa. Yaani unaona kwamba hawa katika siku za ujana wao. Kuna mwingine mzee ambaye tulikuwa namuita, amekufa mwaka uliopita. Alikuwa ndio yeye walikuwa naenda na Kamungele Kisangani. Yeye alikuwa na pesa nyingi kuliko Kamungele. Lakini alichokifanya yeye, alikuwa anapenda wanawake na pombe. Na hata alikufa tu ni pombe tu. Walipomtunza wakamwambia usikunywe tena kwa umri ulio nao huu. Na siku ile alipotoka kwenye hospitali akafika ndani ya mji, tukamwona mara 3 mara ya 4, na akakamata pombe kaificha akakunywa, na siku ile akafa. Akabomoa kile ambacho waganga walikuwa wameshajenga, ndio akafa. Lakini alikuwa amegeuka ombaomba, wakati yeye ndiye alikuwa na pesa nyingi kuliko Kamungele, na alikuwa umri ya Kamungele. Lakini kwa sababu yeye alifuatilia, mimba yake ilitesha, mimba yake iliporomoka, mimba yake yani iliavorte. Kwa hiyo sasa yeye akawa sasa ameanza kusema, ukiona watu, sio wote lakini wengine wamekimbia mashamba, kwa sababu ya mashamba ndio ulikuwa utajiri wao, wanapita kwenye milango wanaomba, lakini wengine walifeli. Sasa kitakacho kusaidia kikutenge na yale maisha ni ndoto. Ndoto za mtu ndio uzee wake, ndio zinabeba uzee wake, ndio zinabeba ujana wako, ndio zitabeba watoto wako. Hujawahi kuona mtu, hujawahi kuona, ukiangalia wazazi wetu, ukipata neema kwa baraka na kwa neema, unajaribu kuuliza mzazi, mama na baba, mlishindwa hapa kulikuwa nini? Akiwa muhaki, akiwa mkweli, anaweza kukuambia hapa kwa kweli, kwa kawaida tungeshinda, lakini baba yako tulipofika hapa aliharibu ndoto tulizokuwa nazo. Sisi tulikuwa nasema hivi kwamba kila mtoto tutakuwa namsomesha hivi, na akimaliza tutamfungulia hivi, lakini baba yako alipokuwa tumefikia hapa aliharibu ndoto tuliyoipanga. Ndio maana unajikuta kwa haya maisha, kisha utajifunza somo kwamba manake na ndoto zangu nazo zinaweza uawa, kwa sababu baba yako alipata marafiki wanakuambia, na rafiki yake alikuwaka Chisodocho, na wapili alikuwaka Tabwereka, na waine alikuwa Siriwayo. Hawa ndio walikuwa marafiki zake, na hawa ndio walioua ndoto tulizokuwa nazo. Kwa hiyo mwanangu, na wewe kama una ndoto, hawa marafiki ujitenge nao, utajikuta umeokolewa. Na wewe ujiuliza kwenye maisha yako, unapendelea kushinda na Tabwereka? Wewe unafikiri utafika? Tabwereka kabisa ndiye rafiki yako, ndiye shoga wako, ndiye anakula mega kwenye simu yako. Kuna wengine mnawatabwereka kwenye simu zenu, ndio mnaotelesharisha, ndio mnaoona Tabwereka kabisa. Kesho usishangae kuna wamama wanazunguka kwenye milango wanapewa limiti. Wamama ndio wengi hata kuliko wababa. Anakuja tu anabeba kakitu mgongo, hakuna kitu kabisa, ni manguo kabisa. Anabeba mgongo, anasema anafika kwenye duka, limiti wanagawanya, na mwingine wanagawanya. Kisha nyuma wanaenda kuhesabu zile limiti zimekuwa ngapi. Kama ana mishipa hatapata muda. Ndio unakuta kwamba hii kuzunguka ni ngumu. Anapewa limiti mzunguko wote kwenye maduka, napewa moto. Kwa sababu
miaka angesaidia, angejenga kitu cha muhimu, angetumia kipawa chake, angetumia ile mimba yake ingezaa, angeilea mpaka izae, ndio akafanya vitu ambavyo viliua mimba ikatoka. Mungu anaposema hamtatesha, anataka kumaanisha mtakaa kwenye mikono yangu ili msiteshe. Noa mikono yako, sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako, limeniokoa, limeniponya katika jina la Yesu. Kuanzia leo ndoto yangu, mimba yangu haitaporomoka wala kuporomoshwa kwa jina la Yesu. Kuanzia leo nitachagua marafiki ambao watakuwa pembeni yangu, watakao nisaidia ili nitimize ninachokibeba katika jina la Yesu. Kuanzia leo ninaondoa marafiki wa ovyo pembeni yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yesu Kristo, kuanzia leo ndoto yangu haitauawa, maono yangu haitaangushwa kwenye mashimo, katika jina la Yesu. Uniokoe na wanaonichukia, uniokoe na wanaonipangia mabaya, wanaonipangia dhambi, uniokoe nao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Niokoe na wote wanaonipangia kuingiza maisha yangu katika dhambi, katika uovu, unitenge nao, waweke mbali na maisha yangu, waweke mbali na maisha yangu katika jina la Yesu. Hata kama moyo wangu unawafurahia, lakini Baba nisaidie, nisaidie. Weka mikono yako juu. Hata kama hutaki kuomba, utaomba ndani, utaomba kimoyo ndani. Noa mikono yako juu mbele za Bwana. Baba, ninakushukuru kwa maana ulionituma nifundishe, nimekifundisha. Ninaamini kuna watu wawili, moja, mbili ambao wameelewa. Popote kwenye mtandao kuna watu wamenielewa. Nimeongea kwa lugha iliyo rahisi ili wengine wasikie, walioko hapa wasikie na walioko mbali mitandaoni wasikie. Baba, ninakushukuru kwa elimu ya mtandao, maana wako wengi wanaofunguliwa kupitia somo hizi, kupitia maombi haya. Popote ulipo mtandaoni, ndoto yako haitauawa. Unaposikiliza jumbe hizi, maisha yako haitatechezewa. Hautakuwa ombaomba katika miaka ya uzee. Utakaa kwenye uzee mwema, utakaa kwenye uzee wa kutulia, utakaa kwenye uzee wa baraka, utakaa kwenye uzee wa kutulia. Ndoto yako haitakufa, ndoto yako haitawekwa shimoni rikapashata. Ndoto yako haitakufa, ndoto yako haitaharibiwa, ndoto yako haitauawa, maono yako haitakufa katika jina la Yesu. Maisha yako utakuwa ombaomba katika jina la Yesu. Nilikuwa kijana, sasa ni mzee. Sijawahi mwenye haki, sijawahi kuona aliyeokoka, sijawahi aliyemtumainia Mungu aliyepata haya, wala watoto wake kuomba mikate, wala watoto wake kuhangaika. Maisha yako yabadilike na kubariki kutokea moyo wangu katika jina la Yesu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, maisha yako haitaharibiwa, maisha yako haitachezewa. Hautapoteza ramani, hautapotoshwa, hautapotoshwa. Kila yeyote, kila nzarama twezo zote zilizokuzunguka ziondoke kutoka maisha yako. Kila nzarama twezo zote toka, achia. Watoto wetu watamtumikia Bwana, watoto wetu watamtumikia Bwana, watoto wetu watamtumikia Bwana katika maisha yao, na uzee wao utakuwa uzee wa baraka, utakuwa uzee wa baraka, utakuwa uzee wa vitu wa baraka, utakuwa uzee ambao ni uzee wenye neema, wenye miaka mingi. Utashiba miaka yako, utashiba miaka yako. Hakuna chochote kinachotaka kukudeturne na kiondoa mbele yako katika jina la Yesu. Mwanangu, funguliwa katika jina la Yesu. Kila kiambaza, kila mzizi wa uovu na uongoa ndani yako, kila mzizi wa uovu kinachokuotea kwa siri, kinachokuotea kwa siri, na kiondoa katika jina la Yesu.
kinachokuotea kiakili na kiangusha katika jina la Yesu. Kila kiambaza kinachochanganyisha akili yako, kinachochanganyisha macho yako, kinachoshimama mbele yako, akili yako ikombolewe. Rikapashata rapapapapapa kwa jina la Yesu. Funguka na uwe mzima, funguka na uwe mzima. Baba, nimefundisha neno lako, Baba, nimefundisha neno lako kwa malengo ya watu kubadilika, kwa malengo ya watu kusamehewa, kwa malengo ya watu kukujua. Baba Mungu, najua thawabu yangu iko mbele zako Baba. Najua Mungu utanilipa Baba kwa kazi yako katika jina la Yesu. Hautasahau watoto wangu, hautasahau mke wangu, hautasahau watu wangu. Sande Baba, sande Baba, sande Mungu wangu. Nimejitahidi kwa gharama zote Bwana, nifundishe watu njia zako. Nimejitahidi Yehova kuwaleta wakujue Baba, wape kuelewa Baba, wape kufahamu Baba, wape kufahamu ulichonipa Yesu, ili waokolewe na wakujue Bwana. Sande Roho Mtakatifu, sande Roho wa Mungu. Nimejitahidi kwa gharama zote Bwana, nimejitolea muhanga Bwana, katika mji usiokubali vipawa. Nimekubali laumu. Yesu mwana wa Mungu, bariki kundi lako. Rika pashata. Oh Yesu, Baba ninakushukuru, Baba ninakushukuru, Baba ninakushukuru, Baba ninakushukuru, Baba ninakushukuru. Na zote tuseme amen, na zote tuseme amen, na zote tuseme amen.